badalin min khabarin, badala inayotokana na khabari. La, yani khabari ya la. Almahdhufu, iliondolewa, walaysa khabaruha, na sio khabari yake. Lianna la, kwa sababu neno la annafiyatu liljinsi, ni yenye kukanusha jinsi au aina. La ta'malu illa fi nakirati, haifanyi kazi isipokuwa katika nakra. An-nakirati jam'u nakra. Nakra ni kitu ambacho sio maarifa. Najua khabarun bahrun amiq la sahira laha. Usipojua nahwu hapa ndio irabu, of course ndio irabu yenyewe. Sasa la ilaha illa Allah hiyo ni i'rab ya neno la ilaha illa Allah. واضح الكلام؟ Inshallah tukianza kusoma nahwu tutajua vizuri. Sasa hivi hapa sio rahisi kufahamisha i'rab. I'rab huwa taghyiru, asema al-i'rab huwa التغير. الإعراب هو تغير أواخر الكلمة باختلاف العوامل ديفو داخلة عليها لفظا كان أو تقديرا. تفسير إعراب هو التغيير أواخر الكلمة، nikugeuka mwisho wa neno kuwa fatha, kuwa kasra, kuwa dhamma, ima kugeuka kwa lafdhi au kwa makadirio na vitu kama hivyo. Inshallah tunatarajia tukimaliza risala yetu ya mwisho ya qawaidul arba' tutasoma lugha. Sasa tutasoma lugha mpaka kieleweke, kwa sababu vitabu tunaovisoma sasa ni vikubwa hivi. Lazima tutasallah. At-tasalluh awalan qabla al-qital. Lazima tuwe na silaha, na silaha zenyewe ndio hizo sasa, kujua nahwu, kujua sarfu kidogo, kujua vitu muhimu. واضح الكلام؟ طيب nirudie tena hapo katika la ilaha illa Allah au niendelee mbele? Masala ya lugha, kwa tuendelee mbele. فصارت الجملة فيها شيء محذوف, ikawa sentensi ndani yake kuna kitu kilichoondolewa. Wa huwa khabarun, nayo ni khabari. Wa taqdiruhu, na makadirio yake katika hicho kilichoondolewa ni haqqun, neno haqqun, ay la ilaha haqqun illa Allah azza wa jalla, yani hakuna muabudiwa wa haki illa Allah. Neno haki ndio alipo katika la ilaha illa Allah, lakini lipo kwa maana ya sentensi yenyewe lazima liwepo, ila limeondolewa neno haq, limebakia katika makadirio. Ukisema la ilaha, unatakiwa ujue kwamba kuna neno haki katikati, ay la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna muabudiwa wa haki illa Allah. Ukisema hakuna muabudiwa illa Allah,
khata'un, tena khata'un adhim, khata'un kabir jiddan, kosa kubwa sana. Kwa nini? Ukisema hakuna muabudiwa ila Allah, kwa sababu vinavyoabudiwa ni vingi. Ukisema hakuna muabudiwa ila Allah, itakuwa kila kinachoabudiwa ni Allah jalla wa ala. Itakuwa umeingia katika aqida ya wahdatul wujud. Sio ndo aqida ya wahdatul wujud. Kullu ma yu'badu fi dunya wal alam fahuwa Allah. Ndio wahdatul wujud, ambayo ni aqida ya kufur kwa hakika. Kwa lazima useme la ilaha haqqun illa Allah. Sawa? Fasarat aljumlatu fiha shay'un, ikawa sentesi hii ya la ilaha illa Allah ndani yake kuna kitu kilichoondolewa, wa huwa khabarun, nayo ni khabari, wa taqdiruhu, na makadirio ya kitu hicho ni neno haqqun, ay la ilaha haqqun illa Allah azza wa jal, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah azza wa jal. Wa hunaka alihatun, na ipo miabudiwa mingine batila, ambao ni ya batil, laisati alihatun haqqa, siyo miabudiwa ya haki. Kwa hivyo miabudiwa ipo lakini siyo ya haki. Ama wa haki ni nani? Allah azza wa jalla. Anasema wa hunaka alihatun, na ipo miabudiwa, lakinnaha alihatun batila, lakini miabudiwa batil, laisati alihatun haqqa, siyo miabudiwa ya haki. Walaysa laha min haqqi al-uluhiyyatin shay, na haina katika haki ya waabudiwa chochote. Walaysa laha min haqqi al-uluhiyyatin shay, na haina miabudiwa hiyo katika haki ya kuabudiwa au haki ya waabudiwa chochote. واضح الكلام؟ ويدل ذلك قوله تعالى، na inaonyesha hivyo kauli yake Allah Ta'ala aliposema dhalika bi anna Allah huwa al-haqq, huko kuabudiwa hakika ya Allah ndiyo mwenye haki, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, ama wale wanaomwabudu kinyume chake Allah jalla wa ala hiyo ni batil. Dhalika bi anna Allah huwa al-haqq, haya masala ya kuabudiwa hakika Allah azza wa jal yeye ndio haki kwake. Wa anna ma yad'una min dunihi, na hakika wale wanaoabudu kinyume chake Allah tabaraka wa taala huwa al-batil, fanya hivyo ni nini? Batil, kwa sababu hawana haki ya kuabudiwa kwa hali yoyote. Wa anna Muhammadan rasulullah, na hakika ya Muhammad ni mjumbe wa Allah. Ay watashhadu anna Muhammadan rasulullah, yani utashuhudia kwa moyo na kusema kwa ulimi kwamba hakika ya Muhammad ni mjumbe wa Allah. Hiyo ni shahada ya pili, na shahada hii ni shahada isipopatikana mtu hai muislamu abadan. Itamkwe lakini pia itekelezwe katika yale yaliyokuja na tamko hili, yani muktadha shahadati anna Muhammadan rasulullah. Walam yaqul inni rasulullah, wakati mtume sallallahu alayhi wasallam anamjibu Jibril alayhi salam akumwambia wa anni Muhammadan rasulullah, akumwambia hivyo, alimwambia wa anna Muhammadan rasulullah, ay wa tashhadu anna Muhammadan rasulullah, na kwamba na ushuhudie hakika ya Muhammad ni mjumbe wa Allah.
wa anna Muhammadan Rasulullah, maana ya wa anna Muhammadan Rasulullah ay wa tashhadu anna Muhammadan Rasulullah, na utashuhudia tena na kukiri kwamba hakika ya Muhammad ni mjumbe wa Allah. Mas'alatu aqidiyatun, masala ya aqida, kukiri katika moyo, kuitakidi, i'tiqadun jazim bi anna Muhammadan Rasulullah. Kuna watu wanamuita mtume za salam majina ya ovyo ovyo, profesa, sijui nani. Profesa ni kumdhalilisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Rasul ni cheo kikubwa katika binadamu, hakuna mfano wake. Tena Rasulullah, una cheo kama hicho? Sema profesa. Profesa wangapi hapa duniani wamelelewa kwenye mifereji, wamelewa? Profesa wangapi wanaishi maisha ya hovyo kabisa? Mtu anamhusisha mtume sallam, anadhani anamsifu, kumbe anamdhalilisha. Huwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Walam yaqul, na kusema mtume alayhi salatu wassalam akimwambia Jibril, inni Rasulullah, akumwambia mimi ni mjumbe wa Allah, ma'a anna siyaqa yaktadhihi liannahu yukhatibuhu, pamoja na kwamba mtiririko wa maneno unapelekea hivyo kwa sababu yeye ndo anamsemeza. Alifaa kusema yeye wa tashhadu an la ilaha illa Allah wa anni Rasulullah. Alifaa kumwambia Jibril alayhi salam alipomuuliza mal islam, kwamba al-islam huwa an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada Rasulullah. Angetaka angesema wa anni Rasulullah kwa sababu yeye ndo mtume mwenyewe, lakini akatumia sigha ya dhamirul mukhatab, dhamirul ghaib, utashhadu anna Muhammada Rasulullah, na utashuhudia kwamba yeye Muhammad ni mjumbe wa Allah, japo kwa yeye ndo Muhammad mwenyewe. Ndio hapa Sheikh anasema walam yaqul inni Rasulullah, na hakusema mimi ni mjumbe wa Allah, ma'a anna siyaqa, pamoja na kwamba hii mtiririko wa maneno yaktadhihi, unapelekea hivyo, unakubali. Kwa nini? Liannahu yukhatibuhu, kwa sababu yeye anamsemeza. Kwa hiyo nikamwambia mimi ni mjumbe wa Allah, kama katika baadhi ya riwayati Mtume alayhi salatu wassalam amesema man shahida an la ilaha illa Allah wa anni Rasulullah, au kama vile alipomuuliza mmoja katika mabedui, atashhadu an la ilaha illa Allah wa anni Rasulullah? Ambia naam. Ambia ya Bilal adhin linnas, unashuhudia kwamba hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah na kwamba mimi ni mjumbe wa Allah? Akasema naam. Akamwambia Bilal adhinia watu kwamba mwezi umeingia. Lakini hapa alitumia maneno akasema wa tashhadu anna Muhammadan Rasulullah au wa anna Muhammadan Rasulullah, lakin idharuhu bismihi alalam, lakini kudhihirisha kwake kwa jina lake ambalo ni alam. Jina alam maana ni jina lako uloitwa wewe kama wewe, jina lako alokuita mama yako au babako au babu yako, jina ndio ismu alamun. Kama Muhammad, Salih, Yusuf, Suleiman, Said na kadha, inaitwa ismu alamun. Na ismu alamun ya nabii sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammad. Sawa? Anasema lakin idharuhu bismihi alalam, lakini kudhihirisha kwake kwa jina lake la alam, yani jina la utambulisho wake yeye, sio jina lakabun wala kunya. Lakabun jina la kubandika, kunya ni jina linalotokana na mtoto, abu fulani, wa hadha ismu kunya. Ama mtume anasema kunya yake nini? Abul Qasim.
Umar radhiallahu anhu kunia yake nini? Abu Hafsin na wengineo. Kwa hiyo Abu fulani hii ni kwa mwanamke pia, ummu fulani hii ni kunia. Lakini lakabu ni jina la kubandika. Unabandikwa jina afu mwenyewe unalikubali. Kama hivyo kiitwa kijogoo alafu ukakubali kuitwa kijogoo. Basi jina lako lakabu. Utakuwa maarufu wa jina bwana jamaa kijogoo. Au mbabe au au tolu au kadha kama watu wanaopachikwa majina. Kilikubali na kwa ismu laqabun. Sasa ismu alamun ni ile jina ambalo umezaliwa tu akalitamka babako au mamako au babu au bibi akisema huyu anaitwa labda Shomari au anaitwa Kinyogoli. Basi ismu alamu au Kinyogoli. واضح الكلام. Kwa hiyo hapa anasema lakin idhaharuhu bismihi alalam, lakini kudhihirisha kwake kwa jina lake hasa la utambulisho, aukad wa ashad ta'dhiman. Aukad ni yenye kutia mkazo zaidi na iliyokuwa kubwa katika kuadhimisha au kutukuza, kwa sababu ametumia jina lake. Lakin idharuhu bismihi alalam, lakini kudhihirisha kwake kwa jina lake la utambulisho, aukad wa ashaddu ta'dhiman, ni yenye kutilia mkazo zaidi na yenye kuwa na ta'dhima kubwa, yani utukufu mkubwa. Wa qawluhu Muhammadan, na kauli yake aliposema Muhammadan, huwa Muhammad ibn Abdullah, ni yeye Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi. Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi, Muhammad ibn Abdullah anaotokana na familia au ukoo wa Hashimi. Wazi? Al-Quraishi, anatokana na kabila la Quraish. Hashimi ni ukoo, kabila ni Quraish. Min dhurriyyati Ismail, kutokana na kizazi cha Ismail alayhi salatu wassalam. Nabiullah Ismail ndio asli na ndio kizazi kilichozaliwa mpaka akaja kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa sawa? Wazi? Anasema wa qawluhu Muhammadan, na neno lake Muhammadan, huwa Muhammad ibn Abdullah, ni Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi, ni Muhammad ibn Abdullah Hashimi, anayetokana na familia ya Hashim al-Quraishi, iliyotokana na ukoo au kabila la Quraish. Min dhurriyyati Ismail, kutokana na kizazi cha nani? Ismail alayhi salatu wassalam. Walaysa min dhurriyyati Ismail rasulun siwah, na hakuna katika kizazi cha Ismaili mtume asiyekuwa yeye. Walaysa min dhurriyyati Ismail rasulun siwah, na hakuna katika kizazi cha Ismaili mtume asiyekuwa yeye. Manake baada ya Ismail hakuna mtume tena aliyotokea isipokuwa nani? Muhammad alayhi salatu wassalam. Na yeye ni mtume wa 4 kwa Uarabu. Maana mitume wa Arabu wako ngapi? Wa 4. Wa kwanza nani? Salihun. Wa pili Hud. Wa tatu la Shuaibu. Wa 4 Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Waliobakia wote wametokana na Bani Israil. Wazi? وهو المعنى بقول الله تعالى, nayo ni maana kwa kauli ya Allah Ta'ala, an Ibrahim wa Ismail, kuhusu Ibrahim na Ismail. Rabbana, Mola wetu, wab'ath fihim rasula,
wapelekee, uteue, ufanye kutokana na wao mtume, minhum, miongoni mwao, yatlu alaihim ayatik, awasomee juu yao aya zako. Allah jalla wa ala akamtoa mtume miongoni mwao. Dua hii ya Nabiullah Ibrahim alayhi salam na Ismail walikuwa wanaiombea Makka wakati huo. Aya kwa urefu wake, Rabbana inni askantu min dhurriyyati fi wadin ghairi dhi zar'in. Sawa? Kisha sema Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Wakati huo Nabiullah Ibrahim alayhi salam anaondoka pale baada ya kumwacha Hajra, akiwa hakuna masurufu yoyote na sehemu ambayo haina matunda, haina chochote. Na mpaka kama ilivyokuja katika riwaya, mpaka Hajra anamfuata Nabiullah Ibrahim alayhi salam, unatuacha vipi hapa? Nabii Ibrahim amenyamaza kimya, anatembea. Kamuuliza tena, vipi unatuachaje hapa wewe? Mpaka alipomwambia Allah amekuamrisha hivi, mwambia naam. Kamwambia bila shaka Allah hatutupoteza. Zama iman wa thiqatu billahi azza wa jalla, tukuwa na imani na thika. Maadamu Allah amekuamrisha wewe nenda zako, la basa bihi. Fallahu la yudayyi'una, Allah hawezi kutupoteza katika hali hii. Maadamu amekuamrisha basi hatuna shaka.